Wanajeshi wa Ukraine takribani 7 wameweza kujisalimisha kwa vikosi vya Urusi baada ya mashambulizi makali kwa muda mchache uliokwisha kupita, ambako katika undani wa taarifa hii imeelezwa kuwa wanajeshi takribani 7 wa Ukraine waliweka silaha zao chini na kujisalimisha katika ukanda wa uwajibikaji wa kundi la vita la Russia Magharibi katika muda wa saa 24 zilizopita. Msemaji wa kitengo hicho anayefahamika kama Ivani Bigima ameweza kuambia hivyo shirika la TASS huko nchini Urusi saa chache zilizopita siku ya leo ya Jumatatu. 0679619650, yani 0679619650 ni nambari pekee pia ambayo itakuwezesha kujiunga na grupu letu la WhatsApp, ambako pia huko unapata nafasi ya kushuhudia matukio haya ya kivita ya moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita huko Urusi na Ukraine, lakini pia hata huko Mashariki ya Kati, Israeli, pia huko Yemen unapata nafasi hiyo ya kushuhudia matukio ya kivita ya moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita. Unaweza ukajiunga sasa moja kwa moja kwa kulipia kiasi cha shilingi 2500 kwa nambari hiyo ya Tigo Pesa au Mixx by Yas kwa sasa, ambayo nimekutajia hapo awali ya 0679619650. Basi pia JMTV inakukaribisha sana uweze kujiunga na grupu letu la WhatsApp kushuhudia matukio hayo ya kivita kutoka mstari wa mbele wa kivita. Wanajeshi takribani 7 wa Ukraine waliweza kuweka silaha zao chini na kujisalimisha kwa vikosi vya Urusi katika ukanda wa wajibikaji wa kundi la vita la Urusi Magharibi katika muda wa saa 24 zilizopita. Msemaji wa kitengo hicho anayefahamika kama Ivani Bigima ameweza kuripoti hivyo. Bigima aliongeza kuwa hasara za adui, yani Ukraine, katika eneo hilo la mstari wa mbele wa kivita katika muda wa saa 24 zilizopita zilifikia hadi wafanyakazi wa kijeshi 230, tanki la T-72 lililotengenezwa na Usovieti, shehena ya kivita ya M-577, gari la kivita la HMMWV lililotengenezwa huko nchini Marekani, pamoja na magari mengine 7. Katika vita vya kupambana na betri, bunduki 6 za shambani zikiwemo bunduki 2 za jinsi ya milimita 155 M198 zilizotengenezwa nchini Marekani na timu 6 za chokaa pia ziliweza kuharibiwa na vikosi vya Moscow. Kwa kuongezea, alisema ya kuwa adui alipoteza kituo cha vita vya kielektroniki, kituo cha rada cha kukabiliana na betri za AN/TPQ-50 kilichotengenezwa nchini Marekani, antena 4 za satellite za Starlink, nguzo 22 za udhibiti wa UAV na bohari 2 za risasi za shambani. Kwa kuunga mkono na ufundi wa bunduki, mifumo mizito ya moto na anga, vitengo vya vita vya Magharibi pia viliweza kuboresha nafasi zake za mstari wa mbele na kusonga mbele zaidi ndani kabisa mwa ulinzi wa Ukraine na kusababisha uharibifu kwa wafanyakazi na vifaa vya mitambo miwili, kikosi cha shambulio la mlima, kikosi cha tank, brigedi ya shambulio, brigedi ya ulinzi ya eneo la makazi ya ulinzi ya eneo, kikosi cha ulinzi cha eneo la Zarovi, Shikakovi, Shirikova, Novomikailovinka, Nadia na Kopiansk. Pia taarifa nyingine ni kuhusu ya kuwa tayari vikosi vya wanajeshi wa Urusi vimepata tena udhibiti wa sehemu kubwa ya mpaka wa serikali katika eneo la Sami huko nchini Ukraine. Chanzo cha kijeshi kimeliambia hivyo shirika la habari la TASS kutoka Urusi, ambako vikosi vya Urusi vimerudisha tena udhibiti wa sehemu kubwa ya mpaka wa serikali katika eneo la Sami. Imebainishwa kuwa katika eneo la Guyevi wanajeshi wa Urusi wanafanya kazi ya kusafisha maeneo ya misitu, ambako wanajeshi wa Ukraine katika eneo hilo wanakabiliwa na uhaba wa chakula na risasi, huku uongozi wa Ukraine umepiga marufuku wafanyakazi kujisalimisha
ukitishia kulipiza kisasi dhidi ya jamaa na marafiki zao. Taarifa hiyo imeeleza hivyo. Pia jeshi la Ukraine limepoteza baadhi ya vitengo vyake vya wasomi na vifaa vya magharibi katika majaribio yake ya kukabiliana karibu na makazi ya huko Shevchenko kusini magharibi mwa Krasnoarmeysk inayoitwa Pokrovsk kwa Ukraine katika mkoa wa Donetsk. Chanzo katika duru za ulinzi za Urusi zimeripoti hivyo leo hii, ambako adui haachi majaribio ya kukabiliana na mashambulizi katika eneo la makazi ya Shevchenko, ambako inazindua mashambulizi ya vikundi kwenye magari ya kivita ya magharibi. Kwa sababu hiyo tayari vitengo vyake kadhaa vya wasomi vimeharibiwa pamoja na vifaa katika wiki chache zilizokwisha kupita, na hasa ikiwa ni magari ya kivita ya Max Pro na HMMWV yaliyotengenezwa nchini Marekani na mizinga ya Leopard ya Ujerumani ni miongoni mwa vifaa vya magharibi vilivyoharibiwa na askari wa Urusi, chanzo kimesema hivyo. Putin pia ameripotiwa ya kuwa hajaondoa usitishaji mashambulizi kwenye malengo ya nishati licha ya Ukraine kukiuka. Hii pia ni taarifa nyingine ambayo na kufahamisha muda huu ya kuwa rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin hajabatilisha kabisa agizo lake la kusitisha migomo dhidi ya miundombinu ya nishati licha ukiukaji wa makubaliano ya vikosi vya kijeshi vya Ukraine kuhusu usitishaji vita wa siku 30. Msemaji wa Kremlin Bwana Dmitry Peskov amesema hivyo katika mkutano na vyombo vya habari. Hadi sasa hakujawa na amri mpya kutoka kwa rais, ambako vikosi vya kijeshi vinatekeleza maagizo yote kutoka kwa kamanda mkuu, Peskov alisema wakati akijibu mashambulizi hivi karibuni ya Ukraine kwenye vituo vya nishati mwishoni mwa juma lililopita. Hapo awali Antony Tiski ambaye naibu gavana wa mkoa wa Zaporizhia aliweza kuripoti ya kwamba jeshi la Ukraine lilianzisha mgomo mkubwa kwenye kituo cha nishati katika eneo hilo. Vikosi vya Ukraine viliweza kulenga kituo kidogo cha nishati ya umeme katika Pologi na kusababisha kukatika kwa umeme na kuathiri zaidi kaya takribani 11,000, ambako tarehe 18 mwezi Machi nakumbukwa rais wa Urusi Putin na rais wa Marekani Donald Trump walifanya mazungumzo kwa njia ya simu, ambapo waliweza kujadili hali ya Ukraine, masharti ya kuepuka kuongezeka na masuala mbalimbali ya kimataifa. Putin alikubali pendekezo la Trump na kusitisha kwa siku 30 kwa pande zote mbili katika mgomo wa miundombinu ya nishati na pande zote mbili, na kuiagiza wizara ya ulinzi ya Urusi kuchukua hatua mara moja. Baadaye Zelensky naye alionyesha kuunga mkono pendekezo la kusitisha mashambulio kwenye miundombinu ya nishati, japo bado pia ni kama makubaliano hayo bado hajaanza kutekelezwa, kwani mashambulizi kila siku yanazidi kuripotiwa.